Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 12 ya mwezi wa 10 tupa leo riziki yetu ya kila siku, na tunaendelea na tafakari ya ukuhani wa kiuchumi. Na hapa tunazidi kuangazia kwamba kuna mifumo miwili mikubwa ambayo inatawala uchumi wa dunia hata leo. Na kwa hiyo jana na juzi nilikuwa nakusemesha tukiangalia kutoka Mwanzo sura ya 14 na ile Mwanzo sura ya 19. Tukiangalia Mwanzo sura ya 14 unaona mifumo miwili mikubwa, mstari kuanzia wa 8 mpaka ule mstari wa 24. Unaona kuna mfumo wa Kisodoma, alafu kuna mfumo unaitwa Melkizedeki. Na mstari wa 17, 18, baada ya Abraham kutoka kupagana na kushinda wale watu walikuwa wamemteka Lutu, Melkizedeki anatoka anampa mkate na divai, na Biblia inatuambia alikuwa ni kuhani wa Mungu aliye juu sana, ambaye baadaye mstari ule wa 22 Abraham anasema amemwinulia mkono huyo Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi, na anakataa kuchukua ofa ya mfalme wa Sodoma aliyetoa ule mstari wa 21 ya kumpa mali zote ambazo Abraham alikuwa amezipata katika vita. Na anasema sababu anataka kutunza heshima ya Mungu wake, ili mfalme wa Sodoma asije akasema ndiye amemtajirisha Abraham. Mfumo huu wa Sodoma unauona sana kwenye Biblia. Na kiroho unajua, kama nilivyosema hizo siku mbili zilizopita, mafanikio yanaweza kutokana na mfumo wa nuru ambao ni wa Mungu. Mfumo wa giza pia una mafanikio. Tofauti yake tu ni kwamba yale ya giza yanaishia kwenye majuto, yanakuwa si ya kudumu, hayana uendelevu. Falme ama mafanikio yaliyotoka kwenye mfumo wa ufalme wa nuru ambao ni kwa Mungu tunayemwamini katika Yesu Kristo aliye hai, yanakuwa ni ya muendelezo. Na Mithali inatuambia kwamba haina majuto, ile sura ya 10, baraka za Bwana utajilisha na hazichanganyi majuto pamoja nazo. Kwa hiyo hii inakuwa ni mafanikio ambayo hayana majuto. Hapa unaona tujuto moja wapo Abraham alilokuwa nalo, alisemwa sana ya kwamba ametajirishwa na mfumo wa kifarao, jambo ambalo kwa Mungu halipo. Kwa hiyo lazima uchague sahihi mfumo unaotaka kuchagua na kuutumikia. Ukisoma Isaya sura ya 2 utaona jambo linalokuambia kwamba mafanikio yanaweza pia akaletwa na mfumo ambao ni kama hapa unaona nilikwambia kule kwenye sura ya 14 kitabu cha Mwanzo. Mfumo wa Sodoma pia ulikuwa na mali, ulikuwa na bonde lenye lami, ulikuwa na bonde la mfalme ambao ni mafanikio na mali, na ulikuwa unawapa watu wake. Angalia sura ya 2 kitabu cha Isaya mstari kuanzia ule wa 5. Biblia pia inasema, enyi wa nyumba ya Israeli, njooni twende katika nuru ya Bwana. Anasema, maana wewe umewaacha watu wako nyumba ya Israeli kwa sababu wamejaa kawaida za mashariki. Kwa mstari wa 5 ni wito ya kwamba watu waje katika nuru ya Bwana. Mstari wa 6 unatuambia matokeo, kwa sababu Bwana amewaacha hawa nyumba ya Israeli. Kwa nini? Kwa sababu wameenda kwa kawaida za mashariki. Alafu angalia, nao ni wapiga ramli kama Wafilisti. Alafu na wapana mikono na wana wa wageni. Unaona, wameacha mfumo wa kimungu, wameenda kwenye mfumo wa kichawi. Wapiga ramli wanapeana mikono na wana wageni. Kwa sababu hiyo, huo mfumo waliofuata pia usifikiri ni dhaifu. Sababu mstari wa 7 wanasema, tena nchi yao imejaa fedha na dhahabu, wala hapana mwisho wa hazina zao. Fikiri wanapiga ramli, wanaenda kutumikia miungu migeni, matokeo yake nchi yao imejaa fedha na dhahabu, hapana mwisho wa hazina zao. Maana yake wana fedha nyingi ya utoshelevu. Tena nchi yao imejaa farasi, wala hapana mwisho wa magari yao. Wana magari ya vita yenye nguvu kweli kweli. Tena nchi yao imejaa sanamu. Unaona, nao huabudu kazi ya mikono yao, vitu vilivyofanywa kwa vidole vyao wenyewe. Nataka uone ya kwamba huu ulikuwa ni mfumo wa giza sawa sawa na mfumo wa Kifilisti, lakini umewafanikisha kiuchumi. Waliamua kuchagua, wakaamua kunyenyekea, na umewafanikisha kiuchumi. Ukienda kusoma Yeremia sura ya 7 pia utaona watu walitoa sadaka kwa miungu migeni, wakatoa sadaka kwa malkia wa mbinguni, wakamnyenyekea malkia wa mbinguni. Na ukiangalia alikuwa anawafanikisha, kwa sababu anasema kila tulipotoa sadaka kwa huyo malkia wa mbinguni na kumnyenyekea, tulipata chakula, tulipata mavuno. Na ndivyo walivyofanya, ndivyo walivyoendelea kumtolea sadaka, ndivyo walivyoendelea kumnyenyekea. Na
wakiangalia kwa nje wanaona ni kama wamefanikiwa, lakini mwisho wa yale waliokuwa wanayafanya unaona yanaishia kuwa majuto. Kwa hiyo huko mfumo ambao sio wa Mungu wa Kisodoma, lakini nao unaona ni kama unawafanikisha, unawapa mafanikio ambayo sio ya muda mrefu, Soma Yeremia ile sura ya 7 unaweza kuona jambo ambalo ninakwambia. Lakini kikubwa wanaiko mifumo miwili. Lakini hiyo mfumo wa Kisodoma unaweza kupewa majina kadha wa kadha pia. Kwa mfano tunaweza tukaita ni mfumo wa Yezebeli. Ni mfumo wa Kiyezebeli. Kwa nini? Kwa sababu ndio mfumo ambao Yezebeli, mtoto wa baba yake ambaye unakumbuka alikuwa Yerubaali, naye ni mkuu wa waabudu sanamu wa Baali, alikuwa anautumikia hata kumteka mfalme Ahabu, na jinsi walivyokuwa wanapigana na Elia Mtishbi, kwa sababu walikuwa wametika kwenye mfumo ambao ni wa kichawi, lakini unampa mafanikio. Wafalme wa Pili sura ya 9 mstari wa 22. Wafalme wa Pili sura ya 9 mstari wa 22. Biblia inasema, ikawa Yoamu alipomwona Yehu akasema, je, ni amani? Yehu akajibu, amani gani maadamu uzinzi wa mama yako Yezebeli na uchawi wake ni mwingi. Kwa unaona Yezebeli alikuwa anatumikia mfumo wa kichawi na alikuwa amefanikiwa kwa namna ya duniani. Sura ya 20:21 unaona anamuua Nabothi, anachukua shamba. Kwa ndivyo mfumo wa kichawi wa Kiyezebeli wa Kisodoma unavyo demandi kafara, ikiwemo kafara za watu ili uweze kufanikiwa. Kienda Mwanzo sura ya 11 utaona mfumo huu pia unaweza kuita mfumo wa Kibabeli. Kwa nini? Jamaa waliamua kwenda kinyume na Mungu, wakajenga mnara, wanataka ufike hadi mbinguni, namna ya kuabudu na kumtafuta Mungu ambao ni kinyume na utaratibu wa Mungu. Kwa hiyo Babeli ilikuwa pia ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Na baadaye unaona ilikuwa nchi ya Babeli ambayo ilikuwa ina mfumo kinyume na mfumo wa Mungu aliye hai katika Yesu Kristo kuleta mafanikio. Kwa hiyo unaweza kuita mfumo wa Kisodoma, unaweza kuita mfumo wa Gomora, unaweza kuita mfumo wa Yezebeli, unaweza kuita mfumo wa Kibabeli na majina mengine. Sasa yako majina mengi zaidi katika uchumi wa sasa tulionayo ambayo watu wanatumia. Wengine wanaita Freemason, wengine wanaita Illuminati, wengine majina mengi ambayo yamepewa, lakini mwisho wa siku ni mfumo kinyume na mfumo wa Mungu wa kweli katika Kristo Yesu, ambao unawafanikisha watu kwa kiwango na kiasi cha dunia. Watu wengi wamepotea katika huo. Lazima uchague mfumo gani unataka kuutumikia, na lazima uchague mafanikio yako unataka yatoke wapi na yamtukuze Mungu yupi, ili uwe na mafanikio ambayo ni sustainable, ambayo ni ya kudumu katika ulimwengu wa roho na yaonekane katika ulimwengu wa mwili. Vipindi vijavyo nitakupa sifa za mfumo huu wa Kisodoma wa Kibabeli, ili usije ukaanguka kwenye mtego kuutumikia mfumo pasipokujua, na ukiamua kuchagua umechagua kwa uamuzi wako. Lakini jambo kubwa ni kujua kwamba yuko Mungu ambaye ana nguvu zote, na kwa damu ya Yesu Kristo Biblia inasema na kifo chake msalabani alikufa ili mimi na wewe tuwe matajiri. Akachukua umaskini wetu msalabani, akatupa utajiri wake. Hayo ni mabadilishano makubwa ya msalaba, na haya ndio tunayotakiwa kuyaangalia ili kupata mafanikio ya kiuchumi. Mungu akubariki sana, uwe na siku njema. Endelea kutafakari maneno haya hata tutakapoonana kesho saa 12 asubuhi. Amen.